umezungumzia CV na labda leo hii kuna kazi ambayo imeadvertisewa mahali. Tuko watu kama 200 ambao labda tunataka hiyo kazi na ni nafasi moja tu. Labda coach, niweze kukuuliza ni vipi naweza present CV yangu ikakaa tofauti na hawa watu wengine 199 ili niweze kupata ile kazi? Kitu ya kwanza nitakurudisha pale to point ya yenye nilisema unafaa kupata clarity. Ukishapata clarity, juu tumesema kuna position imeadvertisiwa na imeapplywa na watu 200-500. Sasa kila mtu ataenda kwa ChatGPT. Tuseme tutachukua hiyo job advert, tuchukue CV yetu alafu tuseme tutengeneze CV yenye inakaa hivi. Kitu ya kwanza unafaa kujua, ukitengeneza CV yako, it's not all about nilifanya. Okay. Unafaa kueleza kwa hii job advert yenye naona wanatafuta mtu mwenye anaweza kutusaidia kuongelesha ma customers. Sasa kwa CV yako usiseme mimi nilikuwa ninaongelesha customers kwa my previous place of work. Sema katika kazi yangu niliongelesha clients kama 50 wenye walileta milioni kama 2. Okay. Sasa nikiona impact kwa hiyo CV na ile kitu yenye wanatafuta. Na nasemanga ya kwamba unapata kwa hiyo CV kama polisi amekushikilia, whatever you say shall be used against you in a court of law. Hawa tu wamekupea Kenya. Itumie kutengeneza CV yako. Okay. So hiyo ndio jinsi ukitumia kutengeneza na uelewe CV yako vizuri. Utapata, cause kitu najua ya kwamba CV zote 500 haziwezi angaliliwa. Lakini kama CV yako imepitia kitu tunaita ATS system, kuna uwezekano utaitwa interview. Okay. Yeah. Sasa turudi kwenye biashara kwa sababu kuna watu wengi sana ambao wako na biashara, ama mtu ameanzisha tu biashara, ama mtu anafanya kitu fulani. Tumeona siku hizi mpaka corporates, mtu anatoka kwenye mitandao ya kijamii anazungumza, na kuna mahali umegusia mitandao ya kijamii. Labda niweze kuuliza kwanza, mitandao ya kijamii inasaidia vipi kwenye branding ya mtu binafsi ama ya biashara? Ni muhimu kabisa. Kule kitambo tulikuwa tuko na ofisi. Tunaenda tunakuja kwa redio, tunaweka tangazo, watu wanakuja kwa ofisi yetu. Ndio. Lakini sasa mtandao ya kijamii inatusaidia kusukuma sana biashara yenye tuko na watu wanatujua. Na watu wakiendelea kutujua, hapo ndio tunapata what I call advocates and referrals. Hiyo kitu ya kwanza. Ndio. Kitu ya pili, nataka kwenda kununua kitu Naivasha. Ofisi ya wao watu wanauza hicho kitu wako Naivasha. Siwezi toka Nairobi kwenda Naivasha. Ndio. Kuna hiyo easy in communication. Nitaenda hapo niulize swali na nijibiwe. Ndio. So hiyo inakusaidia sana. Alafu mtandao ya kijamii inasaidia na kuelimisha customers wako. Okay. Kwa sababu nimeona watu wengi sana wanafungua mtandao wa Facebook, Instagram, lakini kitu yenye wanafanya wanauza mchana, jioni, mchana, jioni. So ni kuuza tu. Kila mtu aendangi hapo kuuza. Elimisha mtu. The moment umenielimisha ukanipea choices, ni virahisi sana kwangu mimi nikuje kwako. So mtandao ya kijamii imeleta kwa ukaribu sana katika kati ya muuzaji na mnunuzi. Na kwa nini watu wengine wanapost sana lakini unapata kwamba labda hapati opportunities wala clients? Inalingana unapost nini. Unapata kitu ya kwanza ni unafaa kujua ukiandika kitu kwa mtandao unataka nani aitumie. Okay. Hiyo ndio kitu ya kwanza unafaa kujiuliza. So tuseme nauza nguo. For example, nikienda kwa mtandao wa Facebook nitapost nguo yangu hapo. Lakini hii nguo na target nani? Na target wa baba, na target wa mama, na target Gen Z, ama na target akina nani? Sasa ukishafika hapo, kitu ya kwanza unafaa kujiuliza, ni shida gani mwenye atasoma hii post ako nazo? Mtu kama mimi niko na mwili ndogo, tumbo kubwa. Ninapigana sana na kureduce tumbo yangu. So kuna watu wengi wanapost hizi vitu za kureduce tumbo na kila kitu. Nitajielimisha kwanza.
punguza weeds, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. The more nimekuja kwa page yako na nikapata value, utapata the more nitapata like nitakuja kununua kwako. Lakini watu wengi hawafikiriangi hivyo. So kama unauza manguo, ni shida gani watu ununua manguo wanakuwa nazo? Kama unauza chakula, ni shida gani wako nazo? So the moment umeelimisha, mpaka nikikuja hapa nitajua huyu amejua na anaelewa kitu anafanya. Hivyo ndo watu watapata ku-convert customers. Okay. Yeah. Labda niweze kuuliza, kuna tofauti gani kati ya kujitangaza na kujenga authority? Kujitangaza na kujenga authority, hiyo ni tuseme, kujenga authority ni kukua, tuseme hii sana ina apply kwa watu wenye wanafanya service business. Cause before nikuje kwako, tuseme mimi ni gynecologist na nimefungua kliniki yangu hapo, na ninataka watu wakuje wakuwe na mimi. So utapata nikienda pale kwa mtandao, kitu yenye nitakuwa ninaandika itaonyesha kwamba mimi naelewa kazi yangu. So nitaelimishana kwanza ili watu waseme nimebobea katika sekta hiyo. Ndio. Lakini kujitangaza unaweza kuwa kama mwanasiasa. Unajua mwanasiasa huyu ananga msimamo dhabiti, as long as amepata hapa na pale ataongea, kesho asahau. Lakini ule ku-create hiyo authority inamaanisha ya kwamba unaeleza watu, mpaka nikikuja kwako nitasema wewe Kamua, wewe ndio uko na suluhisho la shida langu. Ndio.